Karibu tena wapenzi watazamaji, niweze kuwapakulia yale yote ambayo yameweza kutendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra. Nikope lako sikio ili niweze kukuchanganulia yale yote ambayo yametendeka. Kituo cha The Standard Digital ambacho ndicho kituo cha gazeti la The Standard la KTN TV hapa nchini kinaripoti kwamba kabla ya mkutano wa ODM Linda Mwananchi, magari mengi yaliweza kupasuliwa vioo nyumbani kwake mbunge wa Alego Usonga ambaye ni Samuel Atandi, na vijana ndio waliweza kupasua kabla ya mkutano wa Linda Mwananchi. Jinsi ambavyo unaona hapo, sio mimi nimeweza kupika hizo story. Wanasema hivi: several vehicles were damaged at Alego Usonga Member of Parliament Samuel Atandi's residency after youths clashed ahead of the ODM Linda ground rally in Siaya Town. Unaona mpenzi mtazamaji, hapa inaonekana kwamba watu wanaendelea kupigana. Let me tell you, kwa hichi chama wanaendelea kupigana mbaya sana. Licha kwamba wamesema kwamba wanataka kuweka hichi chama pamoja waweze kumsapoti Rais William Ruto, pale ndani inaonekana kwamba panazidi kuchemka. Tangia Sifuna alipoondolewa madarakani, hichi chama kimebaki cha vita tu. Kimebaki cha vita. Sio hiyo peke yake mpenzi mtazamaji, hii ambayo tunaambiwa kwamba magari yalipasuliwa. Ni mengi yaliweza kutendeka ambayo nimeweza kukuandalia. Tafadhali piga subscription, bonyeza kengele. Alafu kuna penye wamekuandikia sambaza, yani share. Ukimaliza kutizama na kuomba uweze kusambaza hizi kanda. Tafadhali like video ili video hii iweze kusonga. Hiyo ndio njia moja ya kuweza kunisapoti. Kumbuka kwamba kitendo hichi cha magari kupasuliwa vioo jinsi ambavyo unaona hapo kiliweza kutendeka kabla ya mkutano wa Linda Ground kuanza. Hapa kuna vita ambavyo vinaendelea. Kuna kikundi ambacho kinataka James Orengo aondolewe madarakani kupitia kwa impeachment, na kuna kikundi ambacho hakitaki. Watu ambao wanasapoti Orengo aweze kuondolewa madarakani through impeachment ni akina Sam Atandi, lakini youth hawataki. I'm 100% sure that is what happened. That is what caused mpaka magari yakapasuliwa vioo. I'm 100% sure. Viongozi walikuwa wameelewana waende kuzungumza kwamba Orengo aondolewe madarakani kwa sababu anaunga Sifuna mkono badala ya kumuunga party leader ambaye ni Oburu Odinga. Lakini wananchi na vijana hawataki Orengo aweze kuondolewa madarakani. Miauri tu. Number 10. Adwaro ni MCS next week. Girie Orengo fees. Era kama yego. Era kama yego. Era kama yego. Orengo diko sokudi. Orengo diko sokudi. Wariamba koto wariam. Kakamega. You are saying Ruto must go, and in Siaya next to your office, Siaya people are telling you Orengo must go. Sio hichi kisanga cha vita kiliweza kutokea mpenzi mtazamaji peke yake, magari kupasuliwa. Kipindi ambapo Gladys Wanga, governor wa county Homa Bay, alikuwa anazungumza kwa tent, kwa dais, palitokea vita. Kitu ambacho kilisababisha bodyguards wengi kujitokeza kwenda kumsurround Gladys Wanga, maybe vile vita vikiendelea wasije wakamuumiza Gladys Wanga. Ndio nakuambia kwamba kwa hii chama imebaki ya vita.
kuna wale ambao wanasema kwamba tuunge William Ruto mkono na wengine wanasema hapana, let us stick to one term. Lakini viongozi wanatetea tumbo. Are diere to nus gidhigo, nus watimore nade? Wadongo. Ber koso rach. Were uru gi gigo ma ka nitie ma wacho nunu e muwinji. Hatuwezi kaa bila nini? DJ Gogino. Gothum mar power, 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 power. DJ weka mziki ya power. Power. John Mbadi ameacha kazi ya uwaziri, ameanza kampeni. Alipokuwa upande wa Siaya Ahindi kwenye mkutano, alikuwa anazungumza kama mtu ambaye yuko na uchungu fulani kuhusu mkutano wake Edwin Sifuna upande wa Kakamega na Vihiga. Alikuwa anazungumza akiwa na uchungu, akiwa anaonekana kama mtu ambaye analia. Mbona Mbadi alishikwa na hii syndrome? Unajua Mbadi ni kama ameweka siasa kwa roho, na siasa haupaswi kuweka kwa roho. Yeye ameleta mpaka emotions. Iwacho ni dwatelo ne oganda luo ti madho njaga sa 12 sawa duchiel otiedi chieng' imadho njaga otieno imadho njaga inyalo tel ne oganda luo ki ng'ama madho njaga utaol. Kitu kingine mpenzi mtazamaji, mbunge Peter Kaluma yupo mashakani baada ya kusambaza picha za AI akijaribu kuwadanganya wananchi kwamba yalikuwa ni mahudhurio ya watu wengi ambao waliweza kujitokeza kufika katika mkutano wa chama cha ODM. Juzi niliwaeleza hapa kwamba taarifa ambazo niliambiwa kutoka State House. Mnakumbuka ile taarifa ambayo niliwaambia kwamba Oburu amepewa 15 billion ili kupigia William Ruto kampeni kwenye ngome za chama cha ODM. Niliwaeleza vizuri kabisa kwamba bloggers wamelipwa ili kumfuatafuata Oburu Odinga mahala ambapo atakuwa. Iwapo umati mwingi utafika kwenye ile mikutano, basi watapiga picha, wapost mitandaoni, hata YouTube waonyeshe kwamba watu wengi walikuwa kwenye mikutano. Na endapo watu wengi hawatafika, basi itabidi waweze kufanya nini? Waweze kugenerate AI photos ili kutundika mitandaoni na kusema kwamba hayo ndio yalikuwa mahudhurio ya wananchi kwenye mikutano ya Linda Ground. Niliambiwa, unajua, wacha nikueleze. Nilielezwa hivi. According to the budget, about 500 million has been set aside to pay bloggers to advance ODM UDA partnership, as well as pour cold water on united opposition activities. The bloggers will accompany ODM officials in the Linda Ground tours and post photos of crowd in attendance. In case the attendance is poor, they will Photoshop images of past events and pass them as the happenings. Each blogger will be paid 50,000 per event. Transport, meals and accommodation will be catered for by the party. Sasa nataka uweze kuona hapo picha ambazo mbunge Peter Kaluma ameweza kushare kwenye mitandao ya kijamii. Hapo anasema kwamba we are ODM. Alafu akasema kwamba huo ni mkutano ambao wananchi waliweza kufika upande wa Siaya. Nataka uweze kuona hiyo picha vizuri kabisa. Watu ambao tumesomea journalism, ninaweza nikakueleza kwamba this is a pure Photoshop.
kama sisi tumesomea journalism, tumefundishwa mambo ya Photoshop so hawezi akatudanganya. Angalia picha kama hiyo. Anataka kutuambia kwamba hao ni watu peke yake walijaa Kisumu, yani walijaa Siaya, wakaingia mpaka kwa tent. Angalia huko kwenye mkono wa kushoto pale kona, anataka kutuambia ile tent watu walijaa mpaka ndani, viongozi hawakukuwa na mahala pa kukaa. Bana, watu si wajinga, na anapaswa aambiwe kwamba Wakenya walishairevuka na wanajua kile kitu ambacho kinaendelea. Sasa the Siaya rally was poorly attended, na sasa wanataka kutumia Photoshop kutudanganya. Sijui wazo lako ni lipi? Lazima uweze kujua kwamba, mpenzi mtazamaji, wananchi hawataki haya mambo ya two term, nayo automatically hawataki. Lakini hii serikali na watu kama akina Peter Kaluma na watu kama vile Oburu Odinga, Gladys Wanga, wao wanalazimisha mambo ya two term kwa wananchi. Sina mengi, ambia kitu akina Oburu Odinga, akina Sama Tandi.